Bwana Yesu asifiwe. Naomba wale wenye tuko nje tuweze kupata nafasi ya kuingia ndani tuweze kupata somo kwa pamoja. Kwa kufungua tuweze kusimama na vitabu vyetu vya nyimbo nambari 72, Jenga juu ya mwamba. Tutaimba, tutajenga juu ya mwamba, mwamba wa kale, tutavumilia kishindo tufani ivumapo, tutajenga juu, tutajenga juu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Yesu. Wengine hujenga katika mji. Ningependa kiongozi kuja tuongoze ndio tuweze kuipata kwa sauti iliyo njema. Karibu sana kiongozi. Wengine hujenga katika mchanga wa ulimwengu, wengine katika mawimbi ya anasa za dhambi. Tutajenga juu, tutajenga juu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Yesu. Jenga nawe juu ya mwamba, msingi pekee wa kweli, tumaini lake litadumu, tumaini la wokovu. Tutajenga juu, tutajenga juu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Yesu. Tutaamini na tupate ombi. Nashukuru kiongozi kwa kuongoza katika hiyo nyimbo. Tuamini na tuombe. Mbaji mfalme, imefika siku ingine, Ijumaa yako mbaji mfalme. Wana wako tunakuja miguuni pako tukikaribisha sabato yako ya kipekee. Hakika mbaji mfalme, mweza kunena nasi tangu juma lilipoanza mpaka imefika wakati huu. Mbaji mfalme, tumeweza kusema ya kwamba tutaweza kujenga juu ya mwamba, mwamba ambao ni Yesu Kristo, ambao katika mwamba huu hakika tutaweza kusimama imara. Wengine wakijenga katika mwamba wa mchanga na kuanguka. Sisi mbaji mfalme, tupe nguvu tuweze kujenga mwamba huu. Tusaidie katika jioni ya leo tunapokwenda kuangalia maandiko yako matakatifu. Roho wako Mtakatifu aweze kutufufia ili tuweze kupata mafundisho yanayotusaidia katika maisha haya na maisha yajayo. Kwa nasi kutoka sasa hadi mwisho, maana naomba nikiamini katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Asante. Tangu wiki ilipoanza, nadhani mweza kupata nafasi ya kujifunza jambo fulani ambayo hakika imeweza kukusaidia. Katika leo siku ya 6 tunaenda kuangalia kwamba learned men pass unlearned men. Learned men pass unlearned men. Kwa Kiswahili watasema kwamba wale waliosoma wakilinganishwa na wale hawakusoma. I want to introduce ourselves that wakati Biblia inasema kwamba learned versus unlearned, the term learned refers to men who trust in the wisdom of this world and themselves are supposed to trusting the wisdom of God. Ya kwamba
wale ambao wanajiita kwamba ni wasomi katika Biblia, inamaanisha kwamba ni wale watu ambao wanasema kwamba mimi, they trust on themselves, even they don't trust in God. They trust more on themselves and they forget to trust on God. On the other hand, the unlearned men, wale ambao wajasoma, refers to those who may not be highly qualified in the knowledge of this world, but they trust fully in the wisdom of God's word and promises. Ya kwamba wale ambao wanajiita ambao hawajakuwa ni wasomi ni wale ambao wanamtegemea Mungu, ni wale ambao wanasema kwamba mimi siwezi, bali ni Kristo atanisaidia kuweza mambo haya. Kitabu cha 1 Corinthians chapter 3 verse 18, ningependa tuweze kusoma pamoja. 1 Corinthians chapter 3 verse 18, the Bible records, we are going to read up to 20. The Bible records like this: let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise. Kama kuna mtu ambaye anataka kuwa mwerevu, wacha hakuwe mjinga ndiye aweze kufanya nini? Kufanywa kuwa mwerevu. For the wisdom, verse 19, it goes for us, for the wisdom of this world is the foolishness with God. The wisdom of this world is foolishness in the presence of God. For it is written, He catches the wise in their own craftiness. Verse 20, and again the Lord knows the thoughts of the wise, and that they are futile. Therefore, let no one boast in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas, or the world of life or death, or the things present or the things to come, are all yours. And you are Christ, and Christ is in God is. Ya kwamba let nobody come and post ya kwamba yeye ameweza kushinda, yeye mwenyewe ameweza kufanya vizuri. No, that's the wisdom of this world. James, I want us we understand this word deeply so that tukiingia tusije tukaja mtu nyuma. The book of James chapter 3 verse 13. James chapter 3 verse 13. Taisoma kwa haraka kwa sababu ya wakati. James chapter 3 verse 13 tunaisoma kwa haraka. 3 verse 13, the Bible records, he who is wise and understanding among you, let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have better envy, self-seeking in your own hearts, do not boast and lie against truth. The wisdom does not descend from above, but the earthly is sensual and demonic. For where there is envy and self-seeking exists confusion, and every evil thing are there. But the wisdom is from the above, and is first pure, then peaceable, then gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Ya kwamba the truth of the wisdom ya Mungu huwa si mtu anajiinua, huwa iko very pure, iko inasimamia ukweli, huwa iko na mercy ndani yake, and does not have any hypocrisy. Remember, we are doing the topic ambayo inaitwa learned versus unlearned men. Ya kwamba wale wasomi na wale ambao si wasomi. Biblia inatufungulia kwamba katika maisha haya imefikia wakati hata kanisa limeweza kufikiwa katika hii sekta ya uchaguzi. Wakati watu wanapoenda kwa uchaguzi, wana zaidi angalia katika kitengo cha huyu amesomea nini. What's the qualification of this person before we choose him? What's the qualification of this woman before we choose her? And by the end of the day, sisi wanadamu tunaangalia nini? Zaidi outward look kuliko tuangalie the inward look. And by the end of the day, we are led into the worldly pleasures. By the end of the day, we lose the focus ya kwamba huyu mtu ni Mungu anastahili kufanyia kazi, si mwanadamu. Let me read the quote, it's written here.
God does not call those who are equipped, but he equips those who he has called. Ya kwamba Mungu hatafuti wale ambao wako tayari, wako na nini, na mishale yao tayari, bali Mungu anatafuta wale ambao hawana mishale na wapee mishale ya kupigana vita. Hence, you will find that people are placed into the church offices based on their educational status and not their spirituality. Therefore, you will find the elites hold the highest offices in the church, while the unlearned may have to follow the agenda of the learned. Ya kwamba imefika wakati sisi ambao maybe tunasema ya kwamba we are the learned, by the end of the day we are the learned in our own wisdom, ya kwamba katika ile hekima ambayo tumeweza kusoma maybe duniani, katika ile hekima ya kwamba tunajitegemea wenyewe, we have skills that are enough in leadership. By the end of the day tunakosa kufanya nini? Kumtegemea Mungu. Na hiyo imeweza kufanya mpaka wengine ambao ni unlearned, ambao wanamtegemea Mungu, wanageuka na kutegemea nini? Wale viongozi ambao wanajitegemea wenyewe. And by the end of the day the church goes astray. But what I'm happy about, Mungu ambaye yeye hajawahi shindwa is ready to receive any person back and be able to mentor him back and give him the duty to do. Sometimes the elite men may want to dominate and take control of the work of God because of their intellectual capacity. Having the intellectual capabilities does not mean that you are holy and Holy Ghost is filled in the person. Ya kwamba ukiwa na hekima katika hii dunia, tunapoona ya kwamba the way you do your things, unafanya katika hekima ambayo inayo determine, lakini ukiwa unatumia katika nguvu yako, by the end of the day Mungu hawezi kutembea nawe. God uses the unlearned men filled with the Holy Ghost and to do greater works in his vineyard. Jesus told his disciples, the 11 unlearned men who were known in their society. Mungu yeye hakuenda kutafuta wale ambao ni wasomi zaidi, wale ambao walikuwa na cheo zaidi. No, he went out and looked at the ordinary men, wanaume ambao ni walikuwa wa kawaida tu. Kumbuka alienda akapatana na the fishermen, wafuaji samaki ambao hawakuwa wamesoma chochote kuhusu hata Biblia, hawakuwa wamesoma the scribes, hawakuwa wamesoma kuhusu ile dini ambayo walikuwa wamesoma the scrolls and the rest. But by the end of the day he just takes them na akamwambia kwamba come and I will make you the fishers of men. What am I learning today? The book of Acts chapter 1 verse 8 inatuambia kwamba but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Ya kwamba mtakapokuwa mmepokea Roho Mtakatifu, Yesu huyu anawaambia wanafunzi wake, mtakapopokea Roho Mtakatifu, you will be my witness, not only in this place, and you are going to move out the whole part of the world. And Jesus is talking to the unlearned men, wale ambao wajui skills of moving out. And by the end of the day, through the Holy Spirit, na hakika waliweza kufanya kazi kubwa. The Holy Spirit in a man's life can make a difference between the learned and the unlearned. Hence, the book of Acts, written by the Dr. Luke, is within the period of 70s and 18th AD, gives the story of Peter and John before the Sanhedrin. Ukisoma the book of Acts chapter 4 verse 1 mpaka 37, hiyo kitabu ya Acts chapter 4 yote, by the end of the day unasoma ya kwamba hawa ambao ni wawili, Peter and John, wanajipata katika wale walimu wa dini. Let me call them walimu wa dini, wale ambao walikuwa wanasema ya kwamba we know all, and by the end of the day they are just asking them questions that are very hard, but with courage these men waliweza kujibu question after the question. The book of Acts chapter 4
verse 1 mpaka 4 tunapata Peter and John they have been arrested. Wameweza kufungwa kwa sababu rumors zimeweza kufikia wale viongozi. The 70 people, by the way, the Sanhedrin ilikuwa na watu 70, wazee 70. So Peter and John they want to face the Sanhedrin ambayo ilikuwa na wazee 70. And they want to stand there and answer all the questions according to the law. And when ukisoma verse 5 mpaka verse 12 tunaambiwa kwamba Peter and John they are now before the Sanhedrin answering questions. Ningependa nisome verse 9. Verse 9 nasema kwamba if this day we are charged for the good deed to the helpless man, but what means he has been made well. Kwamba wakati, let me paraphrase behind, wakati walipokuwa wamefanya miujiza, huyu mwenye alikuwa mgonjwa na hakika akaweza kupona, by the end of the day they are being asked, how have you worked this? Verse 10 nasema kwamba let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Wanaambia the Sanhedrin ya kwamba muweze kujua ya kwamba katika huyu Kristo ambaye ni Mnazareti ambaye muweza kusurubisha. They are just telling people with the truth and with confidentiality. We are talking at the people who were unlearned. Wanasimama with courage, wanasema kwamba mkumbuke ya kwamba huyu Yesu, wanawaambia ukweli by the way, ya kwamba hawa watu 70, huyu Yesu ambaye mweza kusurubisha ndio tunaofanya kazi kwake. Verse 11 yasema kwamba and this stone which was rejected by you the builders, which has become now the chief cornerstone. No, there is salvation in any other. There is no any other name under heaven given among men which must be saved. John na Peter wanaambia the Sanhedrin ukweli, mambo ambayo yanawachoma mioyo yao. Lakini kama Mkristo wa leo unastahili kujua tofauti ya unlearned men. Jambo ya kwanza tunasoma kwamba learned men lack the Holy Spirit initiated by the boldness of unlearned men who are filled with the Holy Spirit. Ya kwamba learned men hawajaweza kutumia Roho Mtakatifu, wanatumia wao wenyewe, the skills they have. By the end of the day, unlearned men ambao tumesema Mungu wanategemea Roho Mtakatifu. Jambo ya pili, learned men without the Holy Spirit are intimidated by the works or the miracles done by the unlearned men of faith. Ya kwamba the learned men wanapoona miujiza inapofanyika, wanapoona kwamba Mungu ametenda makuu, wanasikia vibaya kwa sababu wanaona ya kwamba the unlearned men wanatumia Roho Mtakatifu na hakika yanatendeka. Jambo ya tatu ambayo the learned men lack the Holy Spirit are paralyzed by fear, while the unlearned men are motivated by faith. Ya kwamba the learned men katika ulimwengu huu wanaweza kushtuka wanapoona Roho Mtakatifu akifanya kazi na wanaweza kutiwa uoga mkuu, lakini the unlearned men wanaweza kusongezwa hatua baada ya nyingine kupitia kwa Roho Mtakatifu. Number 4 about what we need to know as a Christian of today is that prayer and faith makes the difference between the learned and unlearned men. Maombi na imani inatengeneza tofauti ya kwamba huyu ni msomi na huyu si msomi. Tumeweza kusema kwamba msomi anatumia hekima ambayo ameweza kusoma katika vitabu, anatumia hekima ambayo ameweza kufanya nini na ujuzi ambayo ameweza kusoma katika ulimwengu huu, bali wale ambao si wasomi wanatumia maombi na Roho Mtakatifu na imani ambayo inawasongesha katika hatua ya kusonga mbele. In this story, Peter and John were counted as unlearned men. However, the question is, who was Peter? Peter was originally named Simon, and Simon, who was the most prominent and influential figures in the New Testament. He was a Jewish
fishermen from Bethsaida, along with his brother Andrew, who were also the disciples of Jesus. Tunaona kwamba huyo Peter anaweza kuitwa na Jesus akiwa pale anafua samaki. And by the end of the day, tunaona huyu Yesu anamuita na anamwambia kwamba follow me and I will make you fishers of men. Peter and Andrew were among the first disciples called by Jesus to follow him, leaving their fishing trade to become fishers of men. Hawa Peter na ndugu yake waliweza kuacha kazi yao ya uvuvi, wakaweza kumfuata Kristo ili waweze kuwa fishers of men. And we have said that they were not learned. Then the same Jesus renamed Peter and gave him a new name. Jesus gave Simon the name Cephas, which is the Aramaic name for rock, which can be translated to today as Peter. By the end of the day, tunaona ya kwamba Peter huyu ndiye anaweza kufanya kazi, akaweza kusema ya kwamba katika mwamba huu nitajenga kanisa yangu, mwamba huu ambao ni Yesu Kristo, katika jina langu Yesu Kristo nitaweza kusimamisha wewe uweze kufanya kazi kubwa ya kueneza Injili. Uweze kukumbuka ya kwamba huyu Yesu pia aliweza kuwa na inner circle. Katika the inner circle ya Yesu kulikuwa na Peter. Peter was one of the 3 disciples closest to Jesus, along with James and John. He was present for significant events like Transfiguration and the agony in the Garden of Gethsemane. Ya kwamba katika ile sako ya kidogo, katika ile ushirikiano wake wa karibu, Peter alikuwa mmoja wa marafiki zaidi wa Yesu, ambaye aliweza kuwitness Transfiguration, Yesu anapokuwa transfigured na Yesu anapoteseka pale Gethsemane. This one pushed Peter ahead, aweze kumjua Kristo zaidi. Katika question ya leo ambayo nakuuliza kwamba what's your inner circle? Who is your friend and who has called you to ministry? Nani amekuita katika kazi hii ya Bwana? Nani ameweza kukupa jina mpya? And then the Lord is going to give us new name. And the new name you have been given today, my brother, my sister, you are a Christian. And since you are a Christian, you have to represent Christ on this earth. Number 2, I wish you be one of the members who are the inner circle of Christ. Ya kwamba uweze kuwa inner circle of Christ. You be ready to learn from Christ. Na Kristo anapokufunza uweze kushika the steps he takes you through. Peter, huyu, was often portrayed as an outspoken and impulsive and a passionate individual. He was quick to speak his mind and act, sometimes with great faith, like walking on water. Peter huyu anapokuwa anaona Yesu anatembea kwa maji, kumbuka amekuwa rafiki wa Yesu zaidi. Anapoona Yesu anapotembea kwa maji, anasema katika imani na mimi fanya nini? Niruhusu nitembee katika haya maji. Na hakika Yesu alimruhusu. Hata kama pale mbele aliweza kusawishika na akaanza kuzama, lakini katika imani aliyokuwa nayo mwanzo aliweza kutembea kidogo juu ya maji. On the other times he was regrettable in small acts yenye aliweza kufanya. Peter huyu aliweza kuanguka katika maisha kama mtu yeyote ataweza kuanguka. Wakati Peter anaambiwa kwamba you will deny me 3 times. Indeed he did that one. Na alimkana Yesu mara ngapi? Mara 3. Mpaka jogoo ikafanya nini? Kawika. Then Peter cried bitterly, why have I betrayed my dearest friend? Lakini aliweza kupata msamaha wa kipekee na hakika akaweza kurudi na nini katika kazi ya Mungu. Huyu Peter aliweza kuconfess of Christ. Peter was firmly confessed of Jesus Christ. Jesus Christ as the Son of the living God. In Matthew 16 verse 16, it was a revelation that Jesus stated came from the Father of the God. Ya kwamba katika Matthew 16:16, ningependa nisome kwa haraka so that we get the full context of what it means. Matthew 16 verse 16, the Bible says that Simon Peter answered and said, you are Jesus Christ, the Son
of God. Ya kwamba wakati Yesu alipowauliza kwamba nyinyi mnafanya nini? Mnanijuaje? Who do you call me? Then Peter, one of the disciples, akasema kwamba you are Jesus who is the Son of God. Peter anaweza kumtambua Kristo kama ni mwana wa Mungu. The question behind I'm going to ask also you is, who do you identify Jesus in this world today? Unaweza kumtambua Yesu kama nani? Another thing that we learned that Peter was the leader in the early church. Peter huyu tunamwona kwamba anakuwa ni kiongozi katika kanisa ya kwanza. Siku ingine anapatikana pale wakati Roho Mtakatifu ameweza kushukia wanafunzi, anaweza kutoka pale na anaweza kutoa a sermon ambayo inaweza kuokoa watu 3,000 mara moja. This is Peter we are talking about. Anaweza kusimama na akawaambia wanafunzi na watu ambao walikuwa wamegadha pale wakisema kwamba hawa wamelewa. Anaweza kufulfill the message, na hakika kupitia kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu 3,000 men were baptized that day. This is Peter we are talking about, who is unlearned. Peter huyu anaweza kupitia katika hali ya majonzi zaidi. Wakati ilipofikia kwamba yeye sasa imefikia ni wakati yake yeye kuteswa, alisimamia Mungu mpaka dakika ya mwisho, akasema kwamba since you crucified what? Masihi, mwana wa Mungu, facing upwards like this, kwangu mtafanya nini? Mutani crucify, my head facing down. This is Peter we are talking about. Alisa kusimamia Mungu mpaka dakika ya mwisho. Christian tradition holds that Peter was martyred in Rome, crucified upside down, as he felt unworthy to be crucified in the same manner as Jesus. Peter's story is one of the transformed, showing that an imperfect person can be used in the extraordinary purposes, demonstrating both human fragility and divine grace. Katika story hii ya huyu Peter tunapomsoma mpaka kutoka mahali anapopatikana akifua samaki mpaka wakati kifo chake kinapotokea, tunaona kwamba ni mtu ambaye aliweza kusimama katika neno la Mungu, anaweza kutransform and showing how the imperfect person, mtu ambaye hakuwa mtu ambaye amesoma, hakuwa mtu ambaye ni mtu ambaye alikuwa anajitegemea mwenyewe, pale alikuwa anategemea Mungu. Na tuonyesha kwamba even us today, if we depend on Christ, again God gonna work unto us. Hence Peter unlearned in sight of the Sanhedrin, yet boldness in preaching Jesus and the resurrection of the dead added the church back with the 5,000 Jewish men in the Jerusalem, including women and children. God is still willing to use you and me as unlearned men who have experienced the power of Jesus in our lives today. He is ready to fill us with the Holy Spirit so we can preach with boldness and the death and the resurrection of Jesus Christ. Mungu anakuita wewe katika siku hii ya leo ya kwamba hata kama you are in the weakness, with your all weakness, Mungu anakuita ili uweze kusonga katika kiti chake cha enzi na uweze kutumia Roho Mtakatifu, na hakika uweze kufanya kazi kubwa ya kuleta watu wengi katika zizi lake. God is willing to call ordinary men with no big background, with no intelligence, but full of experience, with the amazing power of the Holy Spirit upon their lives, to preach a good news of the gospel and add members to the church daily. Mungu anataka kutafuta wale watu wa kawaida ambao wako tayari kutumika na Yesu ili kufanya kazi kubwa ya kuleta watu katika zizi la Bwana kama Peter alivyotumika. God is still willing to cause disturbance among the learned men who are not willing to accept Jesus and the Holy Ghost, who are unavailable to all men to preach good news. Ya kwamba Mungu hako tayari kuwakorofisha wale ambao wanasema kwamba tutatumia hekima yetu kufanya kazi hii, na Mungu hako tayari kuwafanya nini? Kuwaweza kuwasongeza nyuma ili aweze kupea nafasi wale ambao wanasema kwamba we are not learned. Learned men without the Holy Spirit are intimidated by the works of miracles
by the learned men of faith. Ya kwamba wale ambao wanasema ni wasomi wanaweza kushtuka wanapoona ya kwamba wale ambao hawajasoma wanafanya kazi ya Mungu. The book of Acts chapter 4 verse 5 natuambia kwamba and it came to pass the next day that the rulers and the scribes, as well as the Ananias the high priest, Caiaphas, John, and Alexander, and as many were of the family of the high priest, were gathered together at Jerusalem. And when they had sent them in the midst of, they asked, "By what power or by what name have you done this?" Then Peter, filled with the Holy Spirit, said unto them, "Rulers of the people and the elders of Israel, if this day are judged by good deed done by the helpless man, by what means has been made well, let it be known to you that and all the people of Israel, that the name of Jesus Christ of Nazareth, in whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you as whole." Peter akiwa na ujasiri. Mungu anatafuta wale ambao watasimama katika ujasiri, hata kama watakuwa ni wanyonge, wasimamie ukweli na waseme ukweli katika nini? Nyakati hizi za mwisho. When everybody in the world is dancing in the wrong direction, are you going to stand straight and say that you are dancing in a wrong direction? Are you ready to stand and defend God? Verse 11, Peter huyu akiwa na ujasiri mkuu anawaambia watu ukweli ambao wanaume katika siku hii ya leo tumeambiwa kwamba tuweze kusimama ukweli. Natuambia kwamba this is the stone which was rejected by the builders, which has now become the chief cornerstone. Know this, there is salvation in any other, for there is no other name under heaven among men which must be saved. Anaambia the Sanhedrin hayo mambo ambayo wote wanashikwa na hasira zaidi, lakini anasimama ukweli na anawaambia watu ukweli. My friend Ellen White ana quote ya kwamba katika the book of Education, a quote that the greatest want of the world is want of men. Men who will stand by the truth. Men who will be called to duty as a needle to the pole. Men who will stand though the heavens fall. Mungu anatafuta wanaume ambao watasimama katika ukweli, wanaume ambao wataweza kutikishwa katika ulimwengu, wanaume ambao watasimama hata kama mbingu zote zitaanguka, wanaume ambao watasimamia katika ukweli na ukweli huo utawaweka huru. Hao ndio wanaume wanatafutwa. Hao ndio wanadamu wanaotafutwa katika siku ya leo. The unlearned men, Peter and John, were now before the learned men, the Sanhedrin council. The learned men wanted to know. So they asked, "By what power and by what name have you done this?" Ndio wakaweza kuambia kwamba huyu Kristo ambaye mweza kusurubisha, huyu Kristo ambaye mliweza kuua, is the one who was woken up and is the one who has given us this power. We are working by this. Peter ended his speech with a call to accept salvation. The book of Acts chapter 4 verse 12, it records that no, there is salvation in any other, for there is no any other name under heaven given among men by which we must be saved. Are you able to recognize ya kwamba hakuna jina ingine duniani kote hata mbinguni kwa hilo jina ambayo utaweza kuokolewa? Pale ni jina la nini? La Yesu Kristo peke yake ambayo mwanadamu ataweza kuokolewa. Unastahili kujua ya kwamba the paralytic man was self-healed, and this confirmed that Jesus was indeed the Savior. Salvation could not be obtained through personal works, but through the person of Jesus Christ. Ya kwamba huyu mwanaume ambaye alikuwa paralytic, ambaye aliweza kuponywa akiletwa pale katika Sanhedrin, aliweza kutambua kwamba yeye hakuweza kuponywa kwa sababu ya Peter and John, bali ni kupitia kwa nini? Kwa Yesu Kristo ambaye aliweza kumweka huru. God does not call those who are equipped, he equips those who he has called.
Whenever God calls us to task, He will equip us and enable us to complete His task. Ya kwamba wakati Mungu anapotuita, hata kama tutakuwa wanyonge, Mungu ako tayari kufanya nini? Kutupa ujasiri, kutupa vigezo ambavyo vinahitajika na hakika tuweze kufanya kazi yake jinsi inavyostahili. Learned men that lack the Holy Spirit are paralyzed by the fear, while the unlearned men are motivated by faith. Now when they saw the boldness of Peter and John, and they perceived what they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus Christ. Wanaopata hayo ni Sanhedrin, wanaweza kupata ya kwamba hawa ni wale walikuwa na Yesu Kristo, hawa ni wale waliweza kutembea na Yesu Kristo. Unschooled means that not trained in the Greek rhetoric or in public speaking, and as the priestly acrostics would be. It also means that they were not trained under the recognized rabbi if the acrostics were too arrogant to the court of Jesus as they recognized rabbi. Ya kwamba katika ile the scribes, the Pharisees walikuwa na shule yao, lakini hawa wanaume wawili John and Peter hawakuwa wamepitia hiyo shule, hawakuwa wamesoma masomo yaliyokuwa yanafunzwa pale, lakini wanaonekana ya kwamba wanaweza kufanya kazi iliyo kubwa zaidi kushinda wale ambao walikuwa wamefanya nini? Wamesoma. The question behind us is, unless we meet Christ. Christ is the one that is going to change from the unlearned to the what? To the learned of God. Hata kama tutakuwa tumesoma katika maisha ya ulimwengu, kama hatujakutana na Kristo, itakuwa ni kazi bure. Also, what I'm learning from these two men is that we need courage to stand up, even if we are going to be faced with challenges. Tunapokuwa tunapata challenges ya kuwekwa in prison, ya kuwekwa katika mateso, we need to stand with bold and say the truth, and the truth to set us free. As Peter's boldness was with the assurance of the Holy Spirit, which helped him to master the law well. Ya kwamba kupitia katika Roho Mtakatifu aliweza kushika sheria ya Mungu vizuri. Like Peter, as men, we must trust in His promises of Jesus as the assistance of the Holy Spirit when given a chance to testify of the Lord. Ya kwamba kama Peter tunastahili kupewa Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi kubwa kwetu ili tuweze kufanya nini? Kutestify kazi ya Mungu aliyotufanyia. The book of Luke chapter 12 verse 11 and 12. Now when they bring you to the synagogues, to the magistrates and to the authorities, do not worry about how and what you should answer or what you should say, for the Holy Spirit will teach you in every hour of what you are going to say. Ya kwamba unapofikiwa kwamba sasa umeweza kufikiwa katika hali ya mwisho, usije ukaogopa, kwa sababu Roho Mtakatifu atafanya nini? Ataweza kukusaidia uweze kujibu chenye utajibu. Itakapokuwa ni nyakati za mwisho ambayo mateso yatakuwa nini? Yatakuwa zaidi. Wakati Biblia itakuwa imefanya nini? Imeweza kufichwa ama imeweza kuchomwa, usije ukaogopa what you want to refer to. Kwa sababu Roho Mtakatifu atafanya nini? Atakukumbusha yale yote na atajua jinsi ya kusema hilo jambo. The book of Luke chapter 21 verse 12 to 15. But before all these things, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and the prisons. You will be brought before the kings and the rulers for my name's sake. Katika maisha haya utaweza kufikia mahali ya kwamba unaambiwa kwamba wewe hujasoma, wewe sasa wewe umefanya mambo ambayo hayastahili. Kwa sababu ya hiyo utafanya nini? Utasongezwa mbele ya prison, utasongezwa mbele ya nini? Ya makuhani na prisons of this world. But the question is, but it will turn out for you as an occasion for the answer. For I will give you a mouth and wisdom which all of your adversaries will not be able to contradict or resist. Mungu anatupea assurance ya kwamba kama wanaume, kama kanisa ya Adventist,
We have to stand with the truth. Hata kama itafika wakati mateso imefanya nini? Imezidi zaidi. God anatupea assurance with the book of Luke chapter 21 verse 12 to 15 ya kwamba atatupa ujasiri, atatukumbusha yale yote ambayo tumefanya nini? Tumeshika ili tuweze kupata nafasi ya kufanya nini? Ya kujibu. What the Bible records very good is that ya kwamba hata wale wakuhani, hata wale wanaokuwa the judges ambao watakuwa wametuhukumu watashangaa na watapata nafasi hata bila kukataa yenye umesema. These are the promises of Jesus. Peter stood by the promises Jesus made in his time of trials. Being an educated man, he exercises his faith in the word of God, and the Holy Spirit assists him with boldness. He was never paralyzed with fear like the learned men. Aliweza kusimama ukweli, hakuweza kutikisika hata dakika moja, hakuweza kusema kinyume. Aliweza kusimama katika ukweli na ukweli ukasimama naye mpaka dakika ya mwisho. Jesus is willing to stand up for the young man who is willing to exercise his faith in the word of God. As men, let us be faithful students of Jesus. Let us increase our knowledge about him. Let us experience his awesome power daily over every trial, tribulation the devil may send in our way to try and keep us down. Kama wanaume siku ya leo, kama kanisa siku ya leo, kama wamama siku ya leo, tuweze kusimama imara na tuweze kusimama imara katika siku hii ya mwisho. Hata kama majaribu yatafanya nini? Yatakuwa mengi zaidi. Hata kama changamoto zitakuwa nyingi zaidi. Wacha Roho Mtakatifu aweze kufanya nini? Kutupa uwezo wa kufanya nini? Wa kusimama imara na kusimamia ukweli. Let it not dawn on you ya kwamba utafika mahali useme kwamba mimi hata sikuwa Mesidia. Mimi hata sikuwa Mesidia. Mimi hata huyu Mungu sikuwa nafanya nini? Namjua. God is going to give you strength unless you stand with him. Utakapokuwa unasimama katika kweli, hakika Mungu atakupa ujasiri. Remember, through every trial, tribulation, persecution that we may face as men because of our stand for Jesus, he is giving us an opportunity for it. Turn out for you as an occasion for the testimony. Ya kwamba kila hatua unayokuwa unapita itakuwa ni testimony ya watu wengine. Itakuwa ni testimony ya kanisa kushuhudia. Itakuwa ni testimony katika maisha yako ambao utaweza kushuhudia. But stand firm in faith. Finally, prayer and faith made the difference between the learned and the unlearned men. Ya kwamba tunaposoma kitabu cha Acts chapter 4 verse 29 to 31, and the Bible records, now Lord, look unto their threats, and grant your servants that with all the boldness they may speak your word, by stretching out your hand to heal, and signs and the wonders that may be done through the name of your holy servant Jesus Christ. And when he prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Walipoomba, Roho wa Mungu aliweza kushuka na it shook, na ukaweza kusimama na kusema neno la Mungu with boldness and with courage. The same to us men of today. Tutakapokuwa tunasimama imara, tutakapokuwa tunasimama katika kweli, Roho wa Mungu atakuwa nasi na Mungu hata tuacha kamwe, atatembea nasi. I'm happy about my brothers in the Bible. I call them Daniel, Meshach and Abednego. Wakati tanuru ya moto imefanya nini? Imeongezwa mara 7 times. I don't know how 7 times can be told today. I don't know. But ilipoongezwa nini? Mara 7. Vijana hao wanasimama na wanasema, hata kama nini? Hata kama huyu Mungu hata tuokoa, we still serve him. Ya kwamba hata kama itafika mwisho tuwawe tu, sisi tutafanya nini? Tutamwabudu huyu Mungu. I don't know kama sisi siku hii ya mwisho, when tribulations zitakuwa zinaongezwa, wakati majaribu yatakuwa yanaongezwa zaidi, wakati tutakapokuwa naambiwa kwamba wewe utasimamia ukweli katika siku ya Sabato,
Are you able to stand with the truth? That's the question you should ask yourself. Wakati utakapokuwa unaambiwa kwamba kazi ile ambayo unaipenda, aidha ukuje siku ya Sabato kazini ama umuombe huyu Mungu wako. I don't know which stand you are going to take. That's a personal question. The prayer in Acts chapter 4 verse 21 to 31, it does not request for deliverance, but instead it asks for the strength to eliminate the trusting of God. Ya kwamba katika maombi haya, wakati waliomba hawakuomba kwamba waweze kutoka katika majaribu haya, bali waliweza kuomba waweze kupata nini? Nguvu ya kufanya nini? Na kusimama imara katika neno la Mungu. The same with us. We should not pray for Mungu atuondoe katika majaribu, aweze kutuondoa katika ulimwengu huu, bali tuweze kusimama tufanye nini? Tuweze kusimama katika ukweli na tuweze kupata nguvu ya kusimamia ukweli huo. It does not request power to work miracles, but asks God to accomplish them. The requests were intended not to serve the believers, but to glorify and exalt God through the name of His holy servant, Jesus Christ. This selfless prayer of faith was answered with the power in accordance with their request. Wakati walipoomba kwamba Mungu aweze kuwasaidia, hakika Mungu aliweza kutenda. The same with us. When we pray honestly, tuweze kuomba katika ukweli na tuweze kuomba kwamba Mungu aweze kusaidia, jina lake liweze kujulikana. Sio jina langu lifanye nini? Liweze kujulikana, wala sio jina lako liweze kujulikana. Hakika Mungu atakutupia hiyo nguvu ili tuweze kumuinua yeye. Lakini kama tutakuwa tunaomba Mungu atupe nguvu ya sisi tuweze kujiinua, hakika we be like the learned men ambao wanaomba katika nini? Katika barabara yenye iko the junction road, wakisema kwamba sisi tunamjua Mungu zaidi, which by the end of the day God is going to fail to answer the prayer. An educated Peter and the other believers prayed and glorified and exalted God for delivering them from the hands of the unlearned men. These uneducated men, God experienced a great shaking of the place where they were praying and the filling of the Holy Spirit upon their life. The learned men never got the opportunity to experience the awesome power of God, nor be filled with the Holy Spirit. Today, God's Spirit is still available for all men. As men, we can seek God daily and ask for His Holy Spirit to be upon our lives so that we can become bold men in spreading the good news of salvation. We can make a move from ordinary men to extraordinary men of God. Tutakapokuwa tunaomba Roho Mtakatifu aweze kutujaza katika siku ya leo. Na Roho wa Mungu hakuwa katika pale kitambo, bali hata sasa amefanya nini? Ako. Na Roho wa Mungu naye hata kesho tufanye nini? Atakuwa. Ni sisi tuweze kuomba Mungu aweze kusaidia, tuweze kusimama imara. Na kila tutakapokuwa tunasimama imara, atatupa hiyo nguvu ya kuweza kufanya nini? Ya kuweza kueneza neno lake. The book of John chapter 14 verse 16 inatuambia kwamba I will pray to the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever. Verse 26 inatuambia kwamba but the comforter which is the Holy Ghost whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. He will bring all things to your remembrance whatever I have said to you. Pray the promise of the indwelling and the presence of the Holy Spirit in your life. Tuweze kuomba Roho Mtakatifu aweze kukaa ndani yetu. Tuweze kuomba Roho Mtakatifu aweze kukaa ndani yetu ili tuweze kukumbuka yale ambayo tumesahau ya Mungu. Ili tunapoulizwa siku ya mwisho, mbona unasimama imara hivi, utaweza kupata nafasi ya kufanya nini? Ya kukieleza. The book of John chapter 16 verse 13, and it records like this: pray in guidance in all truth. Howbeit when the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, shall he speak, and he will shew all things to
to come. Atakuwa anatuonyesha yale mambo ambayo tunatarajia, yale mateso ambayo yatakayokuwa yanakuja. Roho Mtakatifu atakapokuwa nasi atusaidia katika ukweli, tuweze kusimamia ukweli hata kama giza litafunika ulimwengu. The book of Acts chapter 1 verse 8 natuambia kwamba but you shall receive power and the Holy Spirit which is to come upon you, and you shall be my witness both in Jerusalem, which can be at your family, in Judea, which is going to be at your church, and in Samaria, which is to the other places and to the uttermost parts of the world. Utaweza kufikia ujumbe huu kwa watu wengi ulimwenguni kama utapokea Roho Mtakatifu. Today we have been called ya kwamba tuweze kusimama imara, na ni lazima tuweze kusimama imara ya kwamba shetani huyu ataleta changamoto nyingi, ataweza kutesa kanisa la Mungu, ataweza kutesa watu wa Mungu. Wakati Stephen anapiwa mawe, alisimama na kulia katika uchungu ya kwamba Mungu wasamehe. Wakristo wengi waliweza kuteswa katika Biblia. The disciples of God waliteswa. Mpaka huyu John ambaye aliweza kuandika The Revelator, kitabu cha Ufunuo, naye aliweza kupitia mateso haya, lakini Roho wa Mungu aliweza kumvuvia akiwa katika kizinga cha Patmos, akaweza kuandika kitabu cha Revelation. The same with us today. We are not left aside. Wakati changamoto zinapozidi katika ulimwengu huu, wakati unaona umefikiwa katika imani yako, usije ukakufa imani. Wakati utakapokuwa unasomewa ukiambiwa kwamba unajifanya Mkristo sana, you are doing yourself too great, wewe ndio Mungu sasa, unajifanyaje? Don't lose hope. When you see men in this world, they are just leaning to the other side of corruption, for example, wakikwambia kwamba wewe ndio unajifanya Mkristo katika hii, mbona usichukue hii hongo kidogo? Why don't you take also alcohol for a little while? Why don't you also behave with other men the way they are behaving? Don't fear the tribulations. Stand with boldness and stand with faith, na usimame katika ukweli na uweze declare the truth. Na hakika Mungu huyu ameweza kukuwa na wale wanafunzi kutoka Biblia, ameweza kukuwa na mifano nyingi katika Biblia, nawe atakushikilia katika siku za mwisho. Jana tulisoma the book of Revelation chapter 17 verse 12 ya kwamba siku za mwisho saonekana kwamba hatua ya nini ya mateso itaongezeka, na itakapokuwa inaongezeka, swali ni kwamba who are you going to stand with? Utakuwa kama Peter ambaye anasimama katika ukweli, hata kama ilifikia mahali anahangikwa msalabani ukiangalia chini. The same with us today. Are we ready to stand for the truth? Wakati utaambiwa kwamba mateso itaongezeka, wakati ambao utaambiwa ya kwamba katika mpaka familia yako, for example, itakwambia kwamba hiyo kanisa umeenda sana, umeshinda ukienda kanisa sana, I want to remain faithful. Utasema hata mimi nimewachia hiyo kanisa. Basi tuweze kusimama na ule wimbo wetu, stanza ya mwisho. Wimbo namba 72, stanza ya mwisho na chorus. Kiongozi, ningependa uweze kusaidia sauti tafadhali. Stanza 3. Jenga nawe juu ya mwamba. Sing. Jenga nawe juu ya mwamba, msingi pekee wa kweli, tumaini lake litadumu, tumaini la wokovu. Tutajenga juu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake
swali ambao unastahili kujiuliza ya kwamba katika jioni ya leo, utajenga katika mwamba wa Yesu ama utajenga katika mchanga ambayo mawimbi yatakapokuwa yanakuja utaweza kufagiliwa na maji? Ningependa kualika watu watatu tuweze kuomba pamoja hapa mbele. Mzee mmoja, mama mmoja, kama kuna kijana mmoja ama mtoto mmoja aweze kuja tuweze kuomba pamoja. Tuamini na tuombe. Mtakatifu na Mungu, tunasema ni asante kwa masaa haya umeweza kutuwezesha, tumeweza kufika mahali paitwapo kwa jina lako. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili hata kusimama machoni pako, lakini kwa sababu ya upendo wako umeweza kutukubali tena, tumeweza kukufikia na tunaweza kutoa mioyo yetu ili uweze kutusamehe. Na pia Baba, katika safari hii ya imani, changamoto ni nyingi hapa na pale, tunakuomba uweze kutuma Roho Mtakatifu aweze kutuongoza ya Mfalme. Si rahisi, lakini kupitia uwepo wako na Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu tutaweza kuwa washindi. Mfalme, tunakabidhi wale wote ambao wana shida katika hali zao za kiroho, tunakuomba uweze kuwa nao, kwa wanong'onezee kwa roho ya upole ili uweze kukumbuka. Mfalme wa amani, uweze kutusaidia sisi kama kanisa la Jumba, uweze kuwasha ule moto uliowaka zamani, uweze kuwaka mpaka leo. Bwana, tunakuomba uweze kuwa nasi tunapoondoka, yale kidogo ambayo tumeweza kupata mahali hapa, tunakuomba iweze kuwa ya muhimu katika maisha yetu, iweze kutujenga kiroho na tuweze kutumainia wewe, maana bila wewe sisi hatuwezi. Kuwa nasi sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Asante. Mungu, twaja mbele zako tukiwa na shukrani nyingi sana kwa ajili ya mipango ambayo tumeshuhudia wiki hii. Ni kibali uliowapatia General Conference, kibali hicho kikapitia Kenya Coast Field, hata kanisa yetu na viongozi ambao tuko navyo, ambao sasa ametuwezesha tumepata ile funzo la wiki nzima. Mungu, ni shukrani iliyoje, ili uandalie nyoyo zetu tukiwa tunangojea siku ya kesho ambao ni Sabato ambayo imeanza tayari, ili tuweze kutuandalia tukingojea hiyo siku. Tunajua kwamba ni siku tunafaa kupumzika tukipata baraka zako Mungu wetu. Mungu, na wale ambao hawapo Mungu, watarishe pia, ili kesho ikifika Mungu tuwe pamoja, ili tuweze kulishwa neno lako. Hivi tuachana tukielekea nyumbani Mungu wetu, tuandalie tukifika nyumbani na ujumbe ambao tumepata siku ya leo, tuweze kufikiria tukiwa tunangojea siku yako ya kurudi mara ya pili. Mungu, naomba hayo katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Ongezea na hayo Mbaji Mfalme, tunakuja miguuni pako. Hakika sisi ni wanyonge wadhaifu. Mbaji Mfalme, tunaomba kwamba ujasiri ambao utokao kwako Mbaji Mfalme uweze kutusimamisha katika siku hizi za mwisho, ili tunapopata nafasi ya kulishuhudia neno lako Mbaji Mfalme, wacha tuweze kulishuhudia katika kweli, na katika hiyo kweli tuweze kupata kuwa huru Mbaji Mfalme. Mbaji Mfalme, Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza kila hatua tunayopita katika maisha haya, tuweze kuwa ni taa inayoangaza kwa wale wote wako ulimwenguni kote. Mbaji Mfalme, tutumie kama vyombo, tubariki zote katika wiki hii. Na Mbaji Mfalme, mweza kunena nasi, wacha hii neno ambao mweza kupanda katika mioyo yetu uweze kutusongeza hatua katika imani yetu. Mbaji Mfalme, tuongoze kama kanisa ya Jumba, ili tuweze kusimama katika kweli nyakati za mwisho. Kuwa nasi tutakapokuwa tunakutana kesho katika Sabato yako ya takatifu. Mbaji Mfalme, Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, maana naomba nikamini katika jina la Yesu mwombezi wetu. Amen. Tuweze kubarikiwa zote.